lazima Uzia afe tumuone Mungu. Lazima Uzia afe tumuone Mungu. Na maandiko ya somo yanatoka Isaya 60 sura ya 1 mstari wa 3. Isaya 60 sura ya 1 mstari wa 3. Naomba msomaji wetu asome. Tusoma Isaya 60 mstari wa 1 hadi 3. Inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana. Samahani. Isaya 6 sura ya 1. Samahani sana. Isaya 6 sura ya 1 mstari wa 3. Tusoma Isaya sura ya 6 mstari wa 1 hadi 3. Unasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Kichwa cha somo kinasema lazima Uzia afe tumuone Mungu. Na kwa kuangalia kwa utangulizi, tunataka tujue Uzia ni nani. Uzia alikuwa ni mfalme katika Yuda ambaye alitawala kwa miaka 52. Na huyu mfalme Uzia, mwanzo wa ufalme wake alifanya vizuri, alitembea sawasawa na makusudio ya Mungu ambaye aliyakusudia katika ufalme aliompa. Lakini Uzia ana pande mbili. Upande wa pili alifanya yaliyochukizwa mbele za Bwana. Ina maana alimwasi Bwana. Kwa nini Isaya anasema katika mwaka ambao mfalme Uzia alikufa alimuona Bwana? Isaya alikuwa ni nabii katika kipindi cha Uzia. Na huyu Uzia kipindi ambacho alimwasi Bwana, kama tunavyojua, Bwana aketi katikati ya uovu. Yaani aketi katikati ya uovu. Katika kipindi hiki ambacho Uzia alikuwa akimwasi Bwana, Uzia alifanya jambo la tofauti. Hii habari unaweza kuipata pale wa Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26. Utasoma habari ya Uzia. Huyu Uzia alifanya kinyume na Bwana alivyokusudia. Alienda hekaluni mwa Bwana kufukiza uvumba madhabahuni, kitu ambacho kilikuwa sio utaratibu wa wafalme bali utaratibu wa makuhani. Na huyu Uzia alikatazwa, lakini hakusikia yale ambayo alikatazwa. Na Uzia kitu ambacho kilimponza ilikuwa ni kiburi. Aliona tayari Mungu amemfanikisha, amekuwa na mali nyingi, amekuwa ni mfalme mwenye nguvu, anawapiga adui, anatawala, basi akajiona tayari yeye ni yeye. Kwa hiyo ikafika mahali asikilize kile kitu Mungu ambacho anasema kwa habari ya maisha yake au kwa habari ya nafasi aliyompa. Mimi nadhani Uzia alisahau kwamba ule ufalme aliyoukalia hakujiweka yeye, bali ni Mungu mwenyewe alimweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiki kipindi ambacho Uzia alikuwa anatenda maovu, ilikuwa ni kipindi ambacho Mungu alikuwa haonekani, kwa sababu kulikuwa na uharibifu. Mahali ambapo kuna uovu, mahali ambapo kuna uasi, Mungu aketi. Tunajua Mungu wetu ni mtakatifu, anapenda kushuka na kuketi mahali kuna utakatifu. Yeye huwa changamani na uchafu. Kwa kipindi hiki ambacho Uzia alikuwa akimwasi Mungu, kulikuwa na uharibifu, kulikuwa na mambo yaani hakukuwa na yale mema ambayo Mungu aliyakusudia kwa ajili ya watu wake. Hapo mwanzo walikuwa na mafanikio, kulikuwa na maisha mazuri, walikuwa wanashinda adui zao, walikuwa na mali nyingi, ufalme wao ulikuwa ni wenye nguvu. Lakini muda ambao Uzia alimwasi Bwana, hayo yote yaliondoka. Kilichosimama ilikuwa ni uharibifu tu. Sasa hapa Isaya anatuambia katika sura ya 6 mstari wa 1, anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwa habari ya Isaya. Hebu tuzungumzie kwa habari yetu leo. Uzia ni nani katika maisha yetu? Uzia ni kitu chochote kinachokuzuia umuone Mungu. Uzia ni kitu
chochote kinachokuzuia umuone Mungu. Kuna mambo mbalimbali katika maisha yetu ambayo yamesimama kama kizuizi cha sisi watoto wa Mungu kumuona Mungu. Kama tunavyojua Mungu wetu ni Mungu mkuu sana. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yeye ni Mungu mwenye mamlaka yote. Yeye ni Mungu mwenye umiliki wote. Yeye ni Mungu ambaye anataka ajitukuze katika maisha yetu. Lakini haya yote yatatemeka kama kuna kizuizi kilichopo kwetu cha kumfanya Mungu asionekane kwetu. Mungu atusaidie sana. Tumesema Uzia ni kitu chochote ambacho kinakuzuia tuone Mungu. Hebu tukaangalie baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kusimama kama Uzia kwenye maisha yetu. Tuangalie vitu vinavyoweza kusimama kama Uzia kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza ambalo nimeliainisha ni kiburi au kutokutii. Kiburi au kutokutii. Kiburi au kutokutii kinaweza kikatusababisha tusimuone Mungu katika maisha yetu. Kama tunavyojua Mungu anataka sisi kama watoto wake tutembee katika unyenyekevu. Tutembee na kuenenda katika kumsikiliza na kuyafuata maagizo na maelekezo yake katika maisha yetu. Kiburi ni nini? Kiburi ni wewe au mimi kukataa yale mambo ambayo Mungu anayasema kwa habari ya maisha yetu. Yaani kutofuata maelekezo ya Mungu. Kiburi kinaweza kusimama kabisa kama Uzia kwenye maisha yetu. Kwa sababu gani? Endapo hautafuata maelekezo ya Mungu, yaani moja kwa moja ya kwamba hautaona wema wa Mungu au hautaziona baraka za Mungu, kwa sababu haujaenenda sawasawa na vile Mungu anavyotaka. Mungu anataka tuenende sawasawa na maelekezo yake na makusudio yake ili yeye ajifunue kwetu. Isaya anasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia alimwona Bwana. Ina maana kabla kulikuwa na kitu hapo kimesimama kinamfanya Uzia asione namna Mungu alivyo, namna uzuri wa Mungu ulivyo. Kwa hiyo kiburi pia kinaweza kikatufanya tusimuone Mungu katika maisha yetu. Mungu anasema hiki, sisi tunasema hapana, mimi siwezi kufanya hiki. Naomba nijitolee mfano mwenyewe. Maombi ya siku 30 yalipotangaza, nilianza sababu nikamwambia Mungu hapana. Yaani kwanza hapa nilipo nimepungua sana na najisikia ni dhaifu. Kwa hiyo haya maombi ninaona siwezi kufunga. Tayari hicho ni kiburi. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Mungu ametoa maelekezo ya kwamba tufunge na tuombe. Lakini mimi nishatangulia. Mungu kwa kweli siwezi kufunga. Maana yani kwanza nimepungua, kwa mwenyewe unajua nimetoka kwenye mfungo mingi. Kwa tayari najihesabia haki. Mimi huo mfungo unihusu. Lakini nikakumbuka kitu kimoja, Mama Charity anatuambia kuna baraka za kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kuna kitu ambacho kuna baraka ambazo utazipata kwa wewe tu kuwa mtii, kufuata kile Mungu anachotaka. Kwa sababu ukifuata kile Mungu anachotaka, tayari una haki mbele zake za kutendewa yale ambayo anayataka kwa habari ya maisha yako. Nikakumbuka hilo jambo. Mama akaniambia anatuambia unaweza kuwa sio mbali sana, lakini ile mradi tu umetii, Mungu anakubariki. Nilipokumbuka hilo jambo nikasema hapana. Haijalishi nimepona tena nyumbani wabana niambia, yaani wewe umepungua sana, niwe kula. Yaani wananipa haki fulani. Wewe kula kwa sababu umeshapungua sana. Lakini Mungu akanikumbusha. Maelekezo yametoka madhabahuni kwa Bwana, ya kwamba tuingie kwenye maombi. Lakini mimi tayari nishasema kwamba sifanyi. Unajua kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni wewe kutokumuona Mungu. Mimi nikwambie baada ya maombi kuisha nimemwona Mungu. Sijui kama wewe hujamwona Mungu, lakini mimi nimemwona Mungu. Kwa sababu tulivyoanza ya maombi nilikuwa nimechoka sana. Yaani najisikia kukata tamaa, sina nguvu. Naona kama yani hapa ndio basi. Lakini ile kwamba sio kwamba nimeomba sana, kuna watu wanaomba vizuri. Lakini ile kwamba tu nikakubali Bwana. Hata kama nilikuwa na sababu zangu ninaziweka chini. Hiki kiburi ninakubali kifu ili nikuone wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakubali kile kiburi kifu. Kwa kiburi alikuwa ni Uzia wangu. Alikuwa anataka nizuie nisione makusudio ya Bwana kwenye maisha yangu. Mungu atusaidie sana. Kingine hata ni kuwa ibada. Leo Mungu atusaidie sana, mfano utajitolea mwenyewe. Tumeandaa ibada ya maombi ni saa 1 asubuhi. Kuna mtu kweli ana sababu za msingi za kuja kufika. Lakini kuna wengine sisi ambao tuna sababu zetu.
kwa ukubwa kwenye maisha yetu kama tutaamua kujitoa miili yetu iwe dhabihu. Yaani Mungu najua kuna wakati anatuangalia hivi, yale mambo ambayo anayasema kwa habari ya maisha yetu tunayafanya. Unajua sisi Mungu tunataka sana kwa Mungu, yaani Mungu tufanyie hiki, Mungu tutendee kile, lakini je, kwenye nafasi zetu tunafanya? Kwa kweli ibada ilikuwa inaanza saa moja siku zote, na nimefika hapa na ikuja inaanza saa moja, lakini unajiambia saa moja ni mapema sana, ngoja niende hapa saa mbili, saa tatu kidogo ndio yaani itakuwa vizuri. Kwanza nimechoka, yaani unajipa sababu, lakini katika yote hauna sababu ya msingi ya kufanya uwe ibada, ila tu unajipa sababu kutokutii. Kuna watu hata hatuombi sana, hatuna hizo nguvu za kuomba, lakini ile kwamba tunatii. Unajua Mungu anaheshimu kitu kimetoka madhabahuni pake. Mungu anataka tutii. Wapendwa, Mungu anatukumbusha leo kwa habari ya kutii. Anataka tutii kile anacho
unaogopa. Mungu anakuambia fanya hivi, hapana. Yaani kwa nilivyo hivi sitaweza. Unajua Uzia hofu anatukwamisha vitu vingi sana. Leo nimemshangaa Mungu anatukumbusha kwa habari ya hofu. Alikuwa anazungumza na vijana kwa habari ya hofu ya kuoa. Kwa hiyo unakuta majira yamefika, Mungu anasema na wewe lakini wewe unaogopa. Mimi sitaweza maisha kabisa. Mimi mwenyewe sijimudu. Nikiongeza mwingine zinakuwa shida. Mungu anakushangaa. Mungu, mimi nimeshasema ili jambo limekuwa. Kwa nini unaogopa? Mimi naomba nimtie moyo kijana mmoja. Huwezi ukajua wewe kuinuka kwako kumefuka. Mungu baraka zako ameziweka ndani ya huyo binti ambaye utapata. Mama wangu ananiambia kuna baraka zipo ndani ya watu. Mungu anaweza akawekeza baraka ndani ya huyo binti. Kweli una maono makubwa, una vitu vikubwa, lakini Mungu anataka kuhakikisha wewe ukikutana naye mkaanza maisha pamoja, tayari kuna vitu vikubwa vinatendeka. Lakini wewe unaogopa, maisha magumu sana kwa kweli. Mimi mwenyewe sijimudu. Yaani naomba hapana, tutawaamkani. Unaambia Mungu mbona unioni? Kumbe ni wewe unaogopa. Sio Mungu akuone. Mungu leo anataka hiyo hofu ife ili muone Bwana. Umshukuru Bwana, asante umenipa maisha mazuri, asante umenipa ndoa nzuri, asante umenipa mafanikio haya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka huyo Uzia afe. Unajua unaambia Mungu unioni, Mungu ameshakuona. Ni huyo Uzia tu akifa. Wewe tayari unamwona Mungu kwa ukubwa. Mungu atusaidie sana. Leo lazima hofu ife ili tumuone Bwana. Pointi ya 3, mitazamo mibaya. Mitazamo mibaya pia inaweza ikatuzuia tusimuone Bwana. Kama katika fahamu na akili zetu tuna mitazamo mibaya kwa habari ya mambo, itasimama kama Uzia sisi tusimuone Bwana. Unaweza kuwa na mtazamo mbaya juu hata ya mahali Mungu amekuweka. Kama mimi nilipokuwa nakuja Mtwara, yaani kwanza nilikuja nalia na pia Mungu tunanipeleka wapi? Yaani sehemu yenyewe haieleweki. Kwanza nimeondoka hata nimebeba tu nguo mbili na ambia tarudi. Naenda tu mara moja tarudi. Nitarudi sasa hivi na mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mitazamo mibaya kwa nilipofika na sio huko ni babaya. Yaani Mungu alikuwa ananiambia kuja hapa kanisani Shangani. Na kula nguo na ambia Mungu kwanza sielewelewe. Mtwara nyenye kama kule ibadani. Unajua kuna wakati unaweza kuona mtu ameinama kumbe ana mambo ya kitu kichwani. Yaani kama unamsaidia Bwana Yesu asifiwe kwa kama uone. Huko ndo nini? Yaani kile mtazamo mbaya unaweza kufanya usielewe mazingira, usielewe watu, usielewe hata vile vitu vizuri Mungu amekupa. Mungu anaweza kuwa Mungu amekupa Shangani kabisa nzuri, madhabahu nzuri, lakini wewe una mtazamo mbaya juu ya Mtwara. Unategemea utakuona Mungu. Hata neno la Mungu kutoka hapa hautalipokea. Halitakuwa kwako kwa sababu tayari kichwani umejenga mtazamo mbaya. Kwa hiyo Mungu akanifundisha hapo, mtazamo wako mbaya juu ya Mtwara utanifanya nisimuone Mungu Mtwara. Utakuwa kizuizi. Mungu alinisaidia hapo, najua kila siku Mungu anatusaidia. Yale mambo ambayo ni mabaya kwetu tunayaacha kila siku. Kila siku Mungu anatusaidia ili tumfananie Kristo. Mungu atusaidie sana. Kwa Mungu ananisaidia kwa habari ya mtazamo mbaya. Yaani siku hizi nikipigia simu hata na watu wa dada waambiaje, karibuni nchi yenye maziwa na asali. Wanacheka. Wanaambia kwanza ndio umekwenda hiyo nchi ya maziwa na asali, na waambia ni nchi ya maziwa na asali. Mtumishi wa Mungu, kama wewe hujajiandaa kuona maziwa na asali, mimi nimejiandaa kuyaona maziwa na asali. Mimi unaweza kunajua Mungu anatumiaga sehemu inayoonekana kama ni ya kawaida, kama ni dhaifu kuzaa mambo makubwa. Naomba leo nikukumbushe kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Mungu amekuleta hapa Mtwara. Hii ni nchi yako ya ahadi. Usione kwa udhaifu, usione na mtazamo mbaya juu ya Mtwara. Kuwa na mtazamo chanya. Kubali huo mtazamo mbaya ufe ili uone Bwana. Endapo tu utaona hapa ni pema, hapa ni Kanaani, utamuona Bwana. Mimi kwa kweli nangojea kuona maziwa na asali. Maana kwa msaada wa Mungu mtazamo wako umebadilika tayari. Na wewe Mungu akusaidie mtazamo wako ubadilike. Amina. Kitu kingine, naomba nikukumbushe mfano. Kule kanisani nilipotoka, unajua vijana mara nyingine waga tunaambiwa vijana wa michongo. Kule tulipotoka tulikuwa tunaitwa hivyo. Yaani vijana wa hovyo, vijana wa michongo tunaitwa hivyo. Lakini kwa neema ya Mungu, kila uongozi ukipokea wanaambiwa jamani, hawa vijana hawawezi kupiga waitawaji ama ushirikiano. Yaani ndio hivyo. Tayari fikra za
nikaanza mama kwa kweli. Rafiki tu nifikaje nyumbani tayari anasema sijamkubali. Mbona wewe sijai kuona ubaya kwake? Mbona ni mzuri? Lakini kumbe sio rafiki mzuri. Hapo mbele Mungu akanipa kumuona vile alivyo. Unajua kuna watu wanaweza wakaja kama ni wema kwenye maisha yako, lakini kumbe ni wabaya. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Mungu hata kwa habari ya marafiki. Sio kila mtu anapaswa kuwa rafiki yako. Unaweza kumleta mtu kwenye maisha yako akawa uzia, ukashika kuona Bwana kama yule rafiki yako alikuwa uzia. Yaani sina habari na mambo ya Mungu. Yaani naingia tu kanisani na kutoka. Yaani hata ile namna ya ufahamu wa kumjua Mungu kidogo. Najua sina ufahamu mkubwa, lakini hata ile kidogo kwanza kujifunza kwa habari ya Mungu nilikuwa sina kwa sababu ya yule rafiki. Vitu tulivyokuwa tunawaza ni vya duniani tu. Vya duniani. Baadaye Mungu akanitazamisha. Nikaanza kuona kama Mungu ananipa ndoto naona nafikiwa kupitia urafiki. Nakwambia tuliagiza biashara na yule rafiki na Mungu akanifikishia naye huyu ni mbaya. Tukaagiza mzigo bwana China. Tumejikaba ile za wanafunzi. Nikwambia mpaka leo ile ililiwa tujawahi kupata huo mzigo. Lakini mimi nilikuwa naona yule rafiki ni mzuri, naona Mungu ameniletea fursa. Kumbe sio Mungu amekuletea fursa. Shetani amekuletea uzia. Kwa hiyo nilikuwa tu ninabizi nayo mambo na kanisani ni mtu wa kuingia na kutoka, sijawahi hata kusikia Mungu amesema hapa kitu kwa habari ya maisha yangu, niko busy. Unajua sisi ambao labda tumezaliwa katika imani, kuna muda tunakuwa hatuna habari. Ndio maana nisoni labda wako vizuri na kwambia Mungu ametusaidia. Kwa hiyo baadaye nilianza kujua, nikatambua huyu rafiki sio mzuri. Nikaanza kumwomba Mungu anitenge naye. Yaani hakuna mtu aliyeamini kama ninaweza kutengana na rafiki yule. Kwa sababu ilikuwa ukiniona mimi unaona yeye tupo. Lakini nikwambie baada ya tu yule rafiki wangu kufa na yule mtu, Mungu akaniletea marafiki wanaompenda Mungu. Eti na mimi nikaanza kumpenda Mungu, nikaanza kuwa busy na habari ya ibada, nikaanza kuwa busy na habari ya kutafuta Mungu, nikaanza na kumsikia Mungu. Alipokufa Uzia nilimwona Bwana. Ule urafiki mbaya ulipokufa nikamwona Bwana. Kwa hiyo marafiki wabaya wanaweza wakawa ni Uzia pia. Wewe usimwone Bwana. Pointi ya 6 na ya mwisho. Viko vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuwa Uzia. Shida, magonjwa, umasikini, maadui, kwetu vinaweza kuwa pia ni Uzia, ili tusimwone Bwana kwenye maisha yetu. Katika mwaka ambao alikufa mfalme Uzia, Isaya alimwona Bwana. Leo Mungu anatukumbusha ni lazima mimi na wewe tukubali mwito, kubali Uzia afe. Mimi nilipokuwa nakuja madhabahuni kwa Bwana leo, nilimwambia Mungu leo ninamleta Uzia wangu madhabahuni pako. Kwa sababu huenda sijakuona, kwa sababu tu ya huyu Uzia aliyopo. Huenda yale mambo ambayo umeahidi kwenye maisha yangu hayajatimia kwa sababu tu ya huyu Uzia ambaye anatenda kazi kwenye maisha yangu. Ndivyo ilivyo kwako leo. Kubali Uzia afe. Mungu anajua, Mungu ameshazungumza mazuri kwa habari ya maisha yetu. Mungu ameshatamka mambo makubwa kwa habari ya maisha yetu. Kwa hiyo tukubali Uzia afe ili Mungu ajifunue katika utukufu wake. Kanisa la Shangani, tukubali Uzia afe ili Mungu ajitukuze katika maisha yake. Hapa ni mahali ambapo Mungu anataka kujitukuza sana, lakini kuna hivi viuzia tu ambavyo tumevishuhudia. Mchana wa leo tukubali Uzia afe ili tumuone Bwana. Mchana wa leo tamanio langu na lako ni kumuona Mungu. Lazima Uzia afe ili tumuone Mungu, na watu wanaotuzunguka waone Mungu. Naomba tusimame.
yanamhitaji Mungu, hayahitaji wanadamu. Mimi nina ushuhuda kidogo na dada Charity wakati anahubiri hapa. Hii ni mara ya pili sasa namsikiliza. Mara ya kwanza kuna neno alilisema hivi nakumbuka baba tulikuwa kwenye mkesha hapa. Alipokuwa anahubiri lile neno nikalichukua kwa imani, na nataka nikwambie nilivyolifanyia kazi nimemwona Mungu kweli. Sijajua ni kitu gani ambacho kinakusoma.